Bwana wekundu wa Msimbazi Simba wameanza usajili wao mapema kabisa kabla dirisha dogo la usajili halijafunguliwa, na miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa kuja kuongeza nguvu kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, huyu ni mchezaji ambaye anakitwanga pale kunako klabu ya Mamelodi Sundowns. Na msimu uliopita mchezaji huyu alicheza kunako klabu ya Stellenbosch ambayo iliweza kukutana na wekundu wa Msimbazi Simba kunako michuano ya CAF Confederation Cup. Lakini pia ni kwamba vyanzo mbalimbali vya habari za michezo kutoka Afrika ya Kusini vimeandika kuwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imeonyesha uhitaji wa kuipata huduma ya mkopo wa mwaka mmoja mlinzi wa kushoto wa klabu ya Mamelodi Sundowns. Huyu si mwingine ni Fawazi Basadien, kijana mwenye miaka 28. Ni miongoni mwa mabeki ambao walifanya vyema sana. Kama wewe ni mfuatiliaji, msimu uliopita wakati wanacheza na wekundu wa Msimbazi Simba, mchezaji alikuwa akikipiga pale kunako klabu ya Stellenbosch. Alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walisumbua sana klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia huyu ndiye alikuwa captain au nahodha wa klabu ya Stellenbosch. Lakini pia licha ya kuwa fullback wa kushoto, lakini pia ni mchezaji mwenye uwezo mzuri wa kupiga mipira iliyokufa. Lakini pia inafahamika kwamba maombi ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenda kunako klabu ya Mamelodi Sundowns yatatumwa muda wote kuanzia siku ya Disemba 9 ambao ndo leo. Kwa hiyo kuanzia leo bana, Disemba 9 maombi ya wekundu wa Msimbazi Simba yatatumwa kule Afrika ya Kusini kunako klabu ya Mamelodi Sundowns kuona ni namna gani wanaweza kupata huduma ya mchezaji huyo. Na hii imekuja mara baada ya msimu uliopita kwenye dirisha kubwa wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wakihusishwa kumsajili aliyekuwa mchezaji wa Al Hilal Omdurman. Huyu si mwingine alikuwa ni Khadim Diaw, lakini mara baada ya dili lao kufeli, tunaona wekundu wa Msimbazi Simba waliweza kusajili mchezaji mmoja tu ambaye ni Anthony Mligo, lakini mchezaji huyu ameonekana kama bado hatoshi kuendelea kucheza peke yake kwenye eneo hilo la fullback ya kushoto. Na tunajua wekundu wa Msimbazi Simba wanashiriki michuano mikubwa, kwa maana michuano ya CAF Champions League, na hapo mwezi wa kwanza basi pia wataenda kukutana na klabu ya Esperance de Tunis, wakati pia wekundu wa Msimbazi Simba akiwa hajafanikiwa kukusanya alama yoyote. Kwa hiyo unaona ni namna gani wekundu wa Msimbazi Simba wana kazi ya kufanya. Ndio maana wanaanza kufanya usajili na kutafuta wachezaji ambao wana quality kubwa kuhakikisha kwamba wanaendelea kupiga hatua zaidi kwenye michuano hiyo ya CAF Champions League kama ilivyozoeleka wanavyofanya misimu iliyopita. Bwana, hizo zilikuwa ni taarifa za klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini cha msingi kwamba wanaendelea kutufuatilia. Ukiangalia hapo kwenye screen yako utaona maandishi yaliyoandikwa subscribe au alama ya kengele. Ukishabonyeza tu moja kwa moja utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Kama kawaida, kazi yetu ni moja, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zitaendelea kujiri kunako pande tofauti tunakuwa tunakuletea hapa, na unakuwa unazipata kwa uzuri zaidi. Bwana, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Langu jina ni Innocent Mlacha na hii ni Mlacha Media. Bye bye.